unakuja kuwa pamoja nasi. Mimi nipende sana kukushukuru kwa hilo. Ni mtu mwenye majukumu mengi mno. Najua kuwa mkurugenzi wa kanda ya Ziwa ni mambo mengi mtu unakuwa nayo, na mimi ni mmoja wa wasaidizi wake wa kazi. Mimi ni mwenyekiti wa wakuu wa vyuo vya ufundi kanda ya Ziwa. Hapa nipo katika nakimbilia mwaka wa 6 sasa nikishikilia nafasi hiyo, na muda wangu utakwenda kuisha mwishoni mwa mwaka huu. Kwa hiyo ni mmoja wa watu ninaojisifia sana kufanya nao kazi kwa ukaribu, na anatuunga kwa namna tofauti tofauti sana kuhakikisha chuo chetu kinasonga. Kwa hiyo chuo chetu hiki kina usajili full registration. Kwa hiyo kuna wengine walikuwa na minong'ono, wanauliza chuo kweli kimesajiliwa, hicho kina usajili? Hichi kina full registration, na mkurugenzi ndio mhusika mkuu wa kuhakikisha vyuo vimesajiliwa na kusiwepo na vyuo feki vinavyotoa mafunzo feki, vinavyodanganya vijana mtaani. Kwa hiyo hapa ni mahala sahihi kwa vijana. Ndugu mkurugenzi, taasisi yetu kama ulivyosikia kwenye risala ya mkuu wa chuo inajishughulisha na mambo kadha wa kadha katika jamii, lakini sisi ni wadau ambao tunafanya kazi na wizara tofauti tofauti, ikiwemo Wizara ya Elimu, Wizara ya TAMISEMI, Ofisi ya Waziri Mkuu. Ukija ndani ya Wizara ya TAMISEMI tuna kibali ambacho tumepewa na wizara cha kutembelea shule zote za Tanzania bara na za sekondari pamoja na shule za msingi. Kwa hiyo lengo kubwa tunapita kuhamasisha vijana kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi. Hatuamini katika kumpatia samaki kijana, ataila, itaisha, kesho atarudi kwako, atakuja atakuomba. Tunaamini katika kumpatia ujuzi, mbinu ya kuvua samaki. Ukimpa ujuzi, akienda sehemu yoyote, akienda hata Mtwara ataishi, akienda Arusha ataishi, kwa sababu atakuwa ana maarifa ya kutafuta chochote kile kiweze kumkizi katika kuendesha maisha yake. Kwa hiyo ufundi stadi ni sehemu mojawapo ambapo inawapa vijana fursa. Sambamba na hilo, nilikuwa naangalia takwimu, karibia zaidi ya 77% ya eneo la dunia halijatumika, liko wazi. Lakini ukija hizi 23% ambazo zimekwisha tumika, asilimia kubwa imependezeshwa, kazi kubwa imefanywa na mafundi. Hata sisi wenyewe hapa tulipo, nguo hizi tulizovaa tumependeza sana, hizi zimeshonwa na mafundi. Chakula leo baada ya hapa tutakwenda kula, chakula kimepikwa na mafundi. Viti, meza vimetengenezwa na mafundi. Majumba yote tunayoishi, nyumba za kawaida, ghorofa, nini, zote zimejengwa na mafundi. Kwa hiyo tunaposema VETA au ufundi stadi, tunaitikia fursa kama zote, maana bado tuna fursa nyingi. Tuna nafasi kubwa sana ya kuendelea kufanya kazi na kujaza ile 77% ambayo bado haijajazwa. Kwa hiyo tunaona bado tuna fursa nyingi mno. Kwa hiyo kwa pamoja, nikisema ufundi stadi, kwa pamoja tuseme fursa kama zote. Ufundi stadi. Wazazi huko mbona umekuwa kimya? Ufundi stadi. Kwa hiyo bado kuna fursa kama zote ndani ya ufundi stadi. Hata juzi tulisikia Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa wazo na kushauri vijana hata waliomaliza chuo kikuu wamekaa mtaani hawana kazi, warudi waje VETA, wasome, wapate ufundi,
Wewe umesoma, umemaliza labda mambo ya procurement, una degree ya mambo ya manunuzi, na hamna kazi, hamna wa kukuajiri wa kwenda kumnunulia vitu mtaani. Anakushauri urudi uje VETA, usome hata ufundi umeme, ufundi bomba, usome kompyuta, usome na baadhi ya fani ambazo zimetajwa zinazotolewa katika vyuo vya ufundi stadi. Vyuo vipo vingi. Lakini ndugu wazazi, mimi nipende kuwapongeza sana kwa kufanya maamuzi ya kuwaleta vijana wenu hapa kuja kujumuika nasi. Makofi kwa wazazi. Wazazi ni watu wa muhimu sana katika maisha. Vijana, mimi niwaambie. Na vijana hawa, ndugu mgeni rasmi, tumekuwa nao, tumewaasa, tumewashauri katika mambo kadha wa kadha. Dunia inakwenda kasi sana kuliko tunavyoiona kwa macho, lakini kifikra, anayejikomboa kifikra ndio atakayetambua kasi ya namna dunia inavyokimbia, na ukombozi wa fikra huanzia katika taasisi za elimu. Kwa hiyo mimi niwapongeze wazazi kwa kuendelea kuwa na moyo wa kusomesha vijana ili walau wapate kitu ambacho kitapunguza utegemezi katika maisha yenu. Nanyi mnasomeshwa. Wazazi wamejinyima kwa namna tofauti ili kuwafanikisha nyie muweze kufanikiwa. Mtakapofanikiwa msije mkawasahau wazazi wenu. Tumeelewana vijana? Msije mkawasahau wazazi wenu kwa namna yoyote ile. Na utakapofanikiwa, na wewe jaribu kushika mkono walioko chini yako na wewe unyenyue. Mimi naamini principle ya maisha, ili uweze kufanikiwa, mafanikio yako ni lazima yapitie kwenye mikono ya watu wengine. PTC safi! Wahitimu hai hoi! Wahitimu watafaulu? Asanteni sana. Awali ya yote ninamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake hata kutujalia sote kukusanyika hapa katika siku hii muhimu. Pamoja na hilo, ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi wa chuo hiki ndugu Hesbon P. Mwera, ambaye pia ni mwenyekiti wa wakuu wa vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi katika kanda yetu ya Ziwa, kwa kuona umuhimu wa kunipa heshima hii kubwa ya kunialika kuwa mgeni rasmi katika mahafali haya. Nimefurahi sana, kwani nimeandika pia na mimi historia pamoja na wote mlioko hapa katika kushuhudia matunda haya ya wanafunzi waliopata mafunzo muhimu yanayolenga kupunguza ongezeko la vijana wasio na ajira hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa pamoja, ninaomba tuwapongeze wote waliochangia kuwezesha hili, ambao kipekee ni watambue mchango mkubwa wa wazazi na walezi wa wahitimu hawa. Wazazi, hongereni sana na tunawapongeza kwa kuchagua kuleta wanafunzi hapa Tarime VTC, hususan kuchagua kusoma ama watoto wenu kupata elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Hongereni sana. Kadhalika nawapongeze uongozi wa chuo kiongozwa na mkuu wa chuo Bi Maria Daniel Tarimo na wafanyakazi wote wa chuo. Hakika nimeona wanafunzi, nimeona vipaji, na vile vipaji vyote ni fursa. Na ndio maana tunasema ufundi stadi fursa kama zote. Kiujumla, wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine kuwezesha wahitimu hawa kufikia hatua hii, na walioandaa pia mahafali haya, na wapongezeni sana. Pekee kabisa ninaomba mpokee salamu za pongezi kutoka VETA na hususan kanda yetu ya Ziwa. Sisi VETA tukisema kanda ya Ziwa tunamaanisha mikoa minne. Mkoa wa Mwanza ambako ndio makao makuu ya kanda ya Ziwa, lakini mkoa huu wa Mara, mkoa wa Geita pamoja na mkoa wa Kagera. Kwa hiyo mimi hapa niko nyumbani, ni sehemu yangu ya usimamizi. Kama sio mwingiliano wa ratiba, management yote labda ya VETA tungekuwa hapa, ingeweza kushiriki tukio hili muhimu, ila pamoja na hayo upo uwakilishi wa baadhi niliopatana nao ambao wamejitambulisha mahali hapa. Mkuu wa chuo cha Butiama, hiki ni chuo cha wilaya ya Butiama, na kama mnavyotambua juhudi za serikali ya awamu ya 6 ni kujenga na kuhakikisha
vyuo vya ufundi stadi vinatapakaa Tanzania nzima kwa ngazi mbalimbali. Ngazi ya mkoa ni tayari, ngazi ya wilaya ndio vinakwenda vikiendelea kukamilika, na tuna chuo chetu cha Butiama ambapo sasa ndio mwaka huu tutakuwa na wahitimu wa kwanza mkuu. Kwa hiyo hizo ni jitihada za serikali yetu. Tunaipongeza sana rais wetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa shupavu wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan umeapa uzito unaostahili mafunzo ya ufundi stadi, hivyo kuipambanua awamu ya 6 ya uongozi kuwa ya kipekee katika kujali suala la kuwapatia Watanzania ujuzi wa stadi za kazi kwa kuweka mazingira wezeshi na rafiki kwa taasisi za umma na binafsi katika utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Tunaishukuru sana serikali. Kati ya jitihada zilizofanyika ni kuhakikisha vinajenga vyuo vya utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi katika ngazi zote kama nilivyosema za mkoa na wilaya. Hata hivyo, kutokana na uhitaji mkubwa uliopo na katika kuendeleza ushirikiano na sekta binafsi, serikali inaendelea kuunga mkono juhudi za vyuo binafsi kama hiki cha Tarime katika kuchangia maendeleo ya taifa kupitia wahitimu walioandaliwa na kupewa ujuzi unaowezesha kutengeneza ajira mbalimbali za kazi. Nimefurahishwa sana na mandhari tulivu ya chuo hiki kama mnavyopaona. Ninawapongeza sana kwa upandaji na utunzaji wa miti, na nawasihi kuendelea kutunza mazingira na kuyaboresha. Unaona kijani hapa Hongereni sana. Kutokana na risala niliyosomewa, kati ya mambo yaliyotajwa ni historia fupi ya chuo na maelezo juu ya maendeleo yake, ambapo nimebaini kuwa chuo hiki kimepiga hatua kubwa tangu kuanzishwa kwake, kwani kimetoa ujuzi na kwa takriban wanafunzi zaidi ya 5,000 ambao ninaamini huko aliko wameweza kujiajiri au wameweza kuajiriwa au pengine wameajiri wengine. Hakika tunaona kabisa manufaa ya ufundi stadi, na ndio maana tunazidi kusema ufundi stadi ni fursa kama zote, lakini ndio maana pia tunasema elimu na ujuzi ndio mpango. Uwepo wa taasisi yako hii inafanya shughuli nyingi kama ilivyoelezwa na mkuu wa chuo ni wa tofauti, ambao unapelekea chuo hiki kuwa cha kipekee. Hongera sana. Kwa wazazi na walezi, chuo hiki kwa takriban ya miaka 3 kimeweza kuwalea vizuri vijana wetu ama vijana wenu, na nina imani watarejeshwa kwenu wakiwa salama na wenye mabadiliko chanya ya ujuzi. Hivyo nalo jukumu la kulinda na kuyaendeleza mafanikio hayo walioyapata. Kwa wahitimu 44 mlioko hapa, nachukua nafasi hii kuwataka wahitimu wote mzingatie na kuyapa uzito unaostahili mambo muhimu yakiwemo mliojifunza katika kipindi chote nilichokuwa chuoni hapa. Ninatoa msisitizo katika mambo machache yafuatayo. Na kwanza, mtambue huko mwendako ni zaidi kuwa mabalozi wazuri. Mmetoka hapa na mnatambulika, mmetoka Tarime VTC, lakini pia ninyi ni mafundi, mmetoka katika ufundi stadi. Basi kuweni mabalozi wazuri wa kutumia ipasavyo kikamilifu elimu na ujuzi uliompata chuoni hapa, mkawe kioo kwenye jamii mtakayoikuta huko mnakokwenda. Mwasa pia jihadharini na makundi mabaya, tabia mbaya, ili kuepuka kutumbukia katika majanga mbalimbali kama vile magonjwa ya kuambukiza, uraibu wa madawa ya kulevya na kadhalika. Hapa mlikuwa mnalelewa, sasa mnatoka. Kwa hiyo mjihadhari na hayo na mengine yanayofanana na hayo. Nachotakiwa ni kujitambua kuwa ninyi ndio nguvu kazi na tegemeo wa taifa letu la Tanzania la leo na la kesho.
muwe na maono ya kujiendeleza ili kupata elimu na ujuzi zaidi. Msipange kuishia hapa. Elimu haina mwisho. Nimesikia kwenye taarifa ya mkuu wa chuo kama changamoto, wapo wanafunzi ambao wakimaliza level 2 wanaona kama wamemaliza, hawaendelei. Napenda niwaambie kwamba elimu haina mwisho. Kimaliza hatua moja, hatua nyingine. Nipende pia kuwatia moyo, nikiamini mafunzo mliyopata ni ya manufaa makubwa na yenye tija, ambapo yatawawezesha kuishi popote pale bila shida yoyote. Lakini ikiwa tu mtakuwa na nidhamu inayostahili, mtakuwa wavumilivu, mtakuwa mkijituma, mtakuwa na bidii ya kazi, lakini mkimtanguliza Mungu katika kila hatua. Mwisho, lakini sio mwisho kwa muhimu, kwa mara nyingine tena, ninawashukuru kwa dhati kwa kunikaribisha katika mahafali haya, na niwatakie wahitimu wote mtihani mwema. Wanafunzi wote mnaokwenda kufanya mtihani wa taifa wa ufundi stadi msimu huu wa Mei 2025, ninawaombea kila laheri, mkapate kufaulu na mkafanikiwe katika mambo yote.